Haleluya. Ni asante kwa sababu ya Bwana na kwa sababu ya wema wake na fadhili zake ambao ameweza kutujalia kwa siku ya leo na kwa ibada ya siku ya leo. Na kwa hivyo tutaweza kusikia neno la Mungu, na neno tunaenda kutoa katika kitabu cha Waebrania 5 mstari wa 5 mpaka wa 14, na tutaweza kubarikiwa na Bwana na tutaweza kusoma. Hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, kama asemavyo mahali pengine, ndiwe kuhani milele kwa mfano wa Melkisedeki. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti maombi na ndua, pamoja na kulia sana na machozi, akasikiwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana, alijifunza kwa mateso hayo yaliyompata, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkisedeki, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyanena kuyaeleza, kwa kuwa mmekuwa wafifu wa kusikia. Kwa maana iwapasavyo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu, kwa maana kila mtu atumainie maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoeshwa kupambanua mema na mabaya. Haleluya. Ni asante kwa sababu ya Bwana na kwa sababu ya wema wake na kwa sababu ya neno ambao Bwana anayotupatia kwa siku ya leo. Maandiko imeanza na kutuambia hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia, ndiwe mwanangu, leo nimekuzaa. Haleluya. Maandiko haya yanatuonyesha kwamba hakuna mtu anaweza akajitukuza mwenyewe kufikia kiwango kile ambao Mungu angetaka aweze kukifikia. Kila mtu katika maisha haya tunayoishi ako na hatima yake ambao ile Bwana ameweza kumpangia. Haleluya. Na katika hiyo hatima yako hakuna mtu anaweza kujitukuza mwenyewe kuweza kufikia kile Mungu amepanga katika maisha yake, basi na Kristo kuweza kumfikisha. Haleluya. Na ndio sababu maandiko yametuambia Kristo kama kuhani mkuu, sababu maandiko yametuambia ilikuwa imenenwa atakuwa mfalme mkuu ama kuhani mkuu kwa mfano wa mtu ambaye alikuwa anaitwa Melkisedeki. Sasa tumeambiwa hakuna aliyeweza kumtukuza kuweza kufika pale isipokuwa Mungu. Ndio ikatuambia hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanyika kuwa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kwa hivyo Kristo ni Mungu aliweza kumtukuza kuweza kufanyika kuhani mkuu kwa mfano wa Melkisedeki. Nimetangulia kuambia pale wakati mwingine kwamba wakati wa zamani kuhani mkuu alikuwa anaingia mahali panaitwa patakatifu wa watakatifu. Anaweza kufanya ibada za utakaso mahali pale. Anatakasa watu mara moja kwa mwaka kwa ajili ya dhambi zao. Sasa tunaambiwa sasa hatuko kipindi hicho. Tuko katika kipindi kingine ambao ni kipindi cha Kristo. Na Kristo aliweza kutukuzwa na Mungu, akaweza kufikia hicho cheo ambao Mungu alitaka aweze kukifikia. Akatukuzwa na Mungu kupitia kwa mambo ambao aliweza kuyapitia, na kupitia kwa mapito ambao aliweza kuyapitia hapa ulimwenguni, ili aweze kufikia kuweza kuitwa kuhani mkuu wa milele na milele kwa mfano wa Melkisedeki. Melkisedeki ukisoma kwa maandiko
ni kuhani ambaye alikutana na mtu wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Ibrahimu, baba wa imani. Na Ibrahimu kukutana na Melkisedeki, maandiko inasema kwamba huyo Melkisedeki hakuwa na mwanzo wake na hakuwa na mwisho wake, na hakuwa na wazazi, hakuwa na mama, hakuwa na wala na baba. Na maandiko inasema amefananishwa na mfano wa mwana wa Mungu wa pekee. Kwa hivyo Kristo kwa njia nyingine ndiye alitokea Ibrahimu kwa mfano wa huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Melkisedeki, akaanza kupokea dhabihu za Ibrahimu na akaanza kumbariki Ibrahimu, akampatia mkate na divai. Haleluya! Na kwa hivyo maandiko imetuambia naye Kristo ili aweze kufikia kila cheo ni Mungu aliweza kumtukuza. Haleluya! Sasa shida ni kwamba wakati mwingine, wakati ili Mungu aweze kututukuza, aweze kutupeleka katika vyeo ambao angetaka kutupeleka, hapo ndio kunakuwa na changamoto ya watu wengi. Haleluya! Watu wengi wanakosa kuweza kufikia hatima zao kwa sababu na wao hawakumbali waweze kufinangwa na Mungu, waweze kufikia zile vyeo ambao Mungu angetaka waweze kufanya nini? Waweze kufikia. Siku ya leo tuko na Wakristo wengi ambao wamekosa kufikia hatima zao, si kwa sababu Mungu angetaka wasifikie, lakini wao wenyewe wamekataa njia za Mungu, wamekataa process la Mungu ya kuweza kuwapeleka ili aweze kuwafikisha katika ile cheo ambao wangehitaji kufikia. Haleluya! Maandiko yametuambia Kristo hakujitukuza mwenyewe, aliweza kutukuzwa na Mungu, akaweza kufikia ile cheo ambaye Mungu alikuwa amemwaidia. Sasa mstari wa 7 maandiko pale yanasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikiwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Haleluya! Sasa huyo mpendwa ndiye Kristo, mimi na wewe tunayemfuata. Haleluya! Sasa huyo ndiye yule Kristo ambao mimi na wewe tunamfuata na tunasikia. Kristo huyo yeye alitukuzwa akafanyika kuhani mkuu wa milele na milele kwa mfano wa Melkisedeki. Sasa process ambao iliweza kumfanya Kristo akaweza kufikia kuweza kufanyika kuhani mkuu mfano wa Melkisedeki, sasa hiyo process iko mahali pale. Haleluya! Na ndio sababu maandiko yakatuambia yeye katika siku za mwili wake alimtolea yule aweza kumuokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikiwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Haleluya! Ati maandiko yanatuambia namna gani Kristo alimtolea yule aweza kuokoa nafsi yake. Unajua wakati Kristo alikuja hapa ulimwenguni, licha ya kwamba alikuwa mbinguni na alikuwa ni mwana wa Mungu, wakati alikuja ulimwenguni aliweza kuchukua mwili kama huu niko nao na kama huo uko nao. Na ndio unasikia maandiko yameanza kutuambia mstari wa 7 yeye siku hizo za mwili wake. Haleluya! Siku zile ambaye aliweza kuvaa mwili kama uko nao na akavaa mwili kama huu niko nao, maandiko yanasema alimtolea Mungu maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Haleluya! Sasa hivyo ndio process ya kuweza kufikia ile hatima ambao Mungu ameweza kukuandalia. Haleluya! Nataka nikwambie namna gani mpendwa, si hata haleluya, hata wasupu wanasemaga behind every successful there is a painful story. Haleluya! Si wanasemaga baada ya kila successful kuna kuanga na painful story. Haleluya! Successful ya Kristo ya kuweza kufanyika akae mkono wa kuume wa Mungu Baba, successful ya Kristo ya kuweza kufanyika kuhani mkuu mfano wa Melkisedeki, nyuma yake ilikuwa na painful story. Haleluya! Sasa shida mingi
sisi wa Kristo hatutaki hii upande ya painful story, lakini tunataka upande ule wa successful. Haleluya. Na sasa vitu haviendi namna hiyo mpendwa. Sasa Mungu wetu aweze kutusaidia. Mara mingi sisi wakati tunaingia katika painful story, tunakuwa ni wakati wa kutetesha Mungu. Watu wengine unakuta mtu ameachana na wokovu, watu wengine mtu ameachana na kanisa, watu wengine mtu ameanza kutukana hata wahubiri. Haleluya. Kwa sababu hataki upande wa painful story. Haleluya. Unajua shida yetu sisi wahubiri, wakati mwingi wakati wasirika wanaingia katika painful story, wanaanza kulaumu wachungaji. Wengine wanalaumu wachungaji, wengine wanalaumu wasirika wenzao, wengine wanalaumu Mungu mwenyewe. Haleluya. Kwa sababu sasa aoni maisha ama mambo yakienda vile ambao angetarajia yaweze kufanya nini, yaweze kuenenda. Haleluya. Nataka nikwambie mpendwa, ndio uweze kufikia hatima yako, lazima ukuwe mtu ambaye ni focused. Ndio uweze kufikia hatima yako, lazima ukuwe mtu ambaye ni persistent. Haleluya. Kristo, maandiko yanatuambia aliweza kupersist mbele za Mungu kwa maombi, akamtolea yule aweza kuokoa maisha yake. Eti maombi na dua na kulia kwa machozi. Haleluya. Eti Kristo akiwa mwana wa Mungu aliomba sana, akafanya dua. Dua ni maombi ile ya kuungua. Haleluya. Kristo aliomba, akafanya dua, akalia mpaka machozi, akiwa katika hali ya kuomba, kwa sababu alikuwa anajua kuna yule anaweza kuokoa maisha yake wakati huo. Haleluya. Sasa shida ni kwamba sisi wa Kristo, wakati tunafika kiwango kama hicho ambao Kristo alifika, wengine wanakimbia kwa wanganga. Mtu anaachana na kanisa, sasa atafute msaada pande ile ingine. Wengine anakimbilia watu wao, mwingine anakimbilia ma relatives na majirani. Haleluya. Unakuta badala ya kukimbilia anayeweza. Maandiko yametuambia siku hizo za mwili wake alimtolea yeye awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti. Haleluya. Alimtolea Mungu maombi, akamtolea Mungu dua, akamfanyia Mungu maombi na maombolezo ya kulia sana, ile kwa sababu alijua huyo Mungu peke yake ndiye anayeweza kumuokoa kutoka kwa mauti. Haleluya. Tumaini lako linakuwa wapi mpendwa mtu wa Mungu, wakati hali inafika kama hiyo ambao Kristo alikuwa? Haleluya. Kwa sababu hapo sasa ndipo watu wengi wanakosa kufikia hatima zao, na wakikosa kufikia hatima zao, wengine wanaanza kulaumu kanisa, wengine wanaanza kulaumu wachungaji, wengine wanaanza kulaumu huyu na yule. Haleluya. Unaanza kuweka lawama zako kwa wanadamu badala ya kukimbia kwa Mungu ambaye anaweza kuokoa roho yako na nafsi yako kutoka kwa mauti. Haleluya. Maandiko imetuambia Kristo wakati huo wa mwili wake. Haleluya. Kwa hivyo ni wakati alikuwa na mwili. Haleluya. Sasa mimi sijui, wengine ni kufika wanakuanga wamefika mapema, unakuta mtu wako na mwili huu, lakini sasa yeye ni kama ameshatoka katika ulimwengu. Hataki kuomba, hataki kufanya dua, hataki kufunga, hataki kukesha. Haleluya. Lakini anataka Mungu aonekane katika maisha yake. Mpendwa mtu wa Mungu, nataka nikwambie for sure. Haleluya. Unajua wakati mwingine ni vizuri kusemezana ukweli. Haleluya. Kama Kristo ndio afikie hatima yake, aliweza kuomba Mungu, akafanya dua, akaweza kulia mpaka machozi. Haleluya. Sasa wewe unataka kuniambia wewe ndio nani? Haleluya. Ndio nasikia Harrison akiwauliza kwani wewe ndio Bahati Mtende? Haleluya. Wengine tupitie na wewe ukue au upitie. Haleluya. Nataka nikwambie mpendwa, kuna vitu ambao utahitaji katika ulimwengu huu. Itabidi utapiga magoti sana.
kuna vitu utahitaji katika ulimwengu huu ambao itambidi hata utalia mbele za Mungu. Haleluya. Kwa sababu kuna wakati ambao inafikanga Mungu anakaa kana kwamba amenyamaza. Haleluya. Ndio unaona hata Kristo wakati anaenda msalabani akaita Petro na Yohana na James akawaambia waende wamsaidie angalau kukesha kwa lisali limoja. Lakini la ajabu maandiko inasema wakati Kristo alikuwa anawaacha anasonga mbele kidogo, anapiga magoti anaomba, akirudi alikuwa anakuta wamefanya nini? Wamelala. Haleluya. Kwa hivyo kuna wakati inafikanga kama Mkristo inakuwa ni wakati wako peke yako na Mungu wako. Haleluya. Hata ukiambia mhubiri akuombee unakuta mhubiri analala. Haleluya. Kwa sababu hiyo ni kipindi chako cha umtolee Mungu maombi na dua pamoja na kulia sana. Kuna mambo mengine yatakupata mpendwa, utakuta hata ukikimbia hapa ni kuombee haitawezekana, na ukute Mungu hataweka hiyo mzigo ndani yangu. Haleluya. Unajua mtu uombea mtu kwa sababu unasikia ukiwa na hiyo mzigo wa kuombea. Kuna mtu inafikanga mahali Mungu anatoa hiyo mzigo ndani yangu, unakuta hata nikitaka kuombea sisikii nikiwa na hiyo neema. Na ndio sababu unaona wakati Kristo aliita Petro akaita Yohana na James waende wakamsaidia kukesha hata angalau lisali moja, maandiko inasema hata hiyo lisali moja liliwashinda. Alikuwa anaenda anaomba, anakuja anakuta wamelala, anawaamusha, anawaambia jamani, si hata mkeshe na mimi angalau hata lisaa. Anaacha wameamuka, akienda kuomba tena anakuta wamelala. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ilikuwa ni wakati wa Kristo peke yake na Mungu wake. Na ndio unasikia maandiko hapa yakatuambia lele alimtolea yule awezaye kuokoa nafsi yake na mauti maombi na dua pamoja na kulia sana. Sasa hiyo ndio painful story iliyo nyuma ya utukufu wa Kristo ambao tunauona siku ya leo. Saa hizi tunakombolewa kupitia kwa Kristo, tunaokolewa kupitia kwa Kristo kwa sababu kuna wakati alikuwa hapa ulimwenguni, akawa na mwili na nyama kama wewe, akalilia Mungu sana, akaomba, akafanya dua, ndio aweze kukaa mahali amekaa siku ya leo. Haleluya. Na mpendwa mtu wa Mungu, sijui ni nini unahitaji kutoka kwa Bwana. Nataka nikwambie mpendwa, kama utafikia hatima yako ambao unataka kuifikia. Unajua kila mtu ako na ndoto na maono, safari anataka kuenda. Haleluya. Kuna mengine ambao utayafikia kwa sababu ya nafsi yako kuweza kulilia Mungu, kuweza kuomboleza mbele za Bwana, kuweza kupiga dua. Haleluya. Kuomba kwa kuungua kutoka ndani mpaka Mungu aweze kukusikia. Haleluya. Kuna mambo mengine itakuwa hata ukitoa dhabihu ukute Yesu ikakutetea. Hata ukikimbia kwa mhubiri akuombea ukute Yesu ikakutetea. Hata ufunge wewe ukute ni wewe peke yake na Mungu wako. Na ndio hiyo ambayo ilifika wakati Kristo alitaka kutukuzwa na Bwana. Na maandiko ametuambia hiyo kutukuzwa ni Mungu alimfanya nini? Alimtukuza kwa nini? Kwa sababu naye alijitolea kwa maombi, kwa dua na kulia sana kwa machozi, akasikizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Haleluya. Kristo akasikizwa kwa sababu alikuwa mcha Mungu, mtu ambaye ako na fear of God. Haleluya. Hiyo hofu ya Mungu na fear of God ndani yake ikamfanya aweze kusikiwa, kwa sababu naye alilia sana mbele za Mungu, akaomba sana, akafanya dua. Sasa Mungu akamsikia sababu naye alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa na roho ya kumcha Bwana. Haleluya. Mungu wetu atusaidie wapendwa, tukue na roho ya fear of God, kuongopa Mungu, kumcha Bwana. Haleluya. Na kumcha Bwana ni kuweza kutii sheria zake na kukaa katika njia zake, kukaa katika mapenzi yake. Haleluya. Hiyo ndio itafanya naye Mungu wetu aweze kukusikia, kwa sababu ya kuweza kumtolea maombi na kuweza kumtolea dua. Nataka nikwambie mpendwa, nimekwambia kama Kristo ndiye tunayemfuata siku ya leo, na kama Kristo ndiye kichwa cha kanisa ambao tuko hata siku ya leo, ambao sisi ndio kanisa,
Nataka nikwambie, kama amelilia Mungu akafika hiyo kiwango cha kuomba na kulia machozi sana, ndio aweze kusikiwa. Sasa hata sisi kuna mambo itafika, utaomba ukute ni kama Mungu asikie, ni kama Mungu asikie, mpaka uendelee kuwa persistent. Ndio nikakwambia injili na hatima sinahitaji mtu ambaye ni focused. Wewe ndio unajua hatima yako, unajua mahali unaangalia, unajua kile Mungu amekuitia. Ni wewe utakuwa focused, ni wewe utapersist mpaka uweze kukifikia. Hata waisi kama wewe ni mtu wa kukufa moyo, kukata tamaa katika safari, uenda ukakosa kufikia. Na ndio nikakwambia watu wengi, kwa sababu wanataka vitu vya rahisi, wanataka kuona Mungu kirahisi. Sasa inafika mahali mtu mwishowe anaanza kutukana Mungu, mtu mwishowe anaanza kutukana wahubiri, anaanza kutukana kanisa, kwa sababu ameshindwa kupersist aweze kupata kile angehitaji kupata. Haleluya. Nataka nikwambie, Shetani naye huwa mwerefu sana. Wakati mwingine anajuanga wakati ambao unakuja kutimizwa hatima zako, anajuanga wakati Mungu ameelekea kuweza kukubariki na kukuinua, kukupeleka mahali ambao Mungu amepanga kukupeleka. Hapo ndio unakutanga watu wengi wanakuwa distracted na Shetani, wanaondolewa katika mapenzi ya Mungu. Mtu anakosa kuingia katika hatima yake kwa sababu ya kukosa focus katika imani. Mungu wetu atusaidie tukue watu ambao ni focused, tuangalie kile tunahitaji kutoka kwa Mungu na tuweze kukua focused mpaka tuweze kukifikia. Haleluya. Maandiko mstari wa 8 nasema eti na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Tunazungumzia Kristo hapa. Eti ingawa ni mwana alijifunza nini? Kutii kwa mateso hayo aliyoyapata. Kwa hivyo wakati mwingine ndio uingie katika darasa ya kutii, utapitia nini? Haleluya. Kama hujasikia hapo nimesemaje? Ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso aliyoyapata. Haleluya. Kama ndio Kristo afunzwe kutii, alipitishwa kwa mateso na wewe na mimi. Haleluya. Sisi ambao tumezaliwa hapa ulimwenguni tu. Haleluya. Na Kristo akiwa mwana wa Mungu ndio afunzwe kutii, alipitia katika mateso. Nataka nikwambie mpendwa, lazima kama wewe ni Mkristo uingie katika darasa la Mungu. Haleluya. Na huwezi kuepuka darasa la Mungu. Haleluya. Na darasa la Mungu ni kwamba ndio watu wafunzwe kuwa obedience, wanapitishwa katika mateso. Kuna wakati inafikanga katika maisha ya kila Mkristo ndio uweze kutii Mungu, unakuta lazima kuletwa mateso, kwa sababu nao watu na hata nikwambie mpendwa, watu wakati mwingi, wakati mtu anaambiwa fanya hivi ama fanya hivi, na hakuna kitu, anaona mambo tu yako sawa sawa. Haleluya. Si watu wengi wanakumbaliki kutii Mungu kukiwa kuko sawa. Haleluya. Wakati mwingi ndio unakuta sasa ndio mtu aingizwe katika hiyo hali ya obedience, aweze kutii yale ambao huwa anaambiwa na mhubiri ama yale Mungu anataka afanye. Unakuta anapitishwa katika hali ya mateso ndio aweze kutii. Hiyo ndio mtu ameumbwa. Haleluya. Mtu anakuaga, na ndio nisikia Kristo wakati mwingine akisema kama walitenda hivi kwa mti mbichi, je, itakuwaje kwa mti mkavu? Kristo alituita mti mkavu. Mwanadamu ni mti mkavu. Si unajua mti mkavu kukonja vile iko shida. Wakati mwingine ukienda kukonja inakatika. Haleluya. Na Kristo alipitishwa mateso ndio ajifunze kutii. Maandiko inanifurahisha hii mstari sana, inasema na ingawa ni mwana. Inaanza na kutuambia hivyo. Eti ingawa Kristo ni mwana wa Mungu, eti alifunzwa kutii kupitia kwa mateso aliyoyapata. Haleluya. Kwa hivyo mateso wakati mwingine ni mafunzo ya kutii Mungu. Haleluya. Sasa unakuta wakati mtu amekosa utiifu ndani ya Mungu, unapitishwa kwa mateso ndio uweze kufanya kuwa mtii, uweza kufanywa kuwa mtiifu. Haleluya. Mungu kama angefunulia watu kuweza kuelewa mambo haya, watu wangetii
mapema. Lakini sasa kwa sababu nao na kuanga ni kama process, unakuta mtu akiambiwa bana hivi Mungu akubariki, bana hivi ndio njia ya Mungu, ukitaka Mungu aonekane hivi ndio mtu ufanye ndio Mungu aonekane, unakuta mtu asikii hayo. Haleluya. Lakini wakati anafinywa bado ni mahali aliye sasa, ingia hapo pakulia kwa maombi na kwa dua na kwa kulia na kwa kulia sana. Can you imagine Kristo alifinywa bado na Mungu, akaingia katika hali ya kuomba, ya kulia sana na ya kufanya dua, ndio aweze kufanya nini? Ndio aweze kufunzwa kutii. Na sisi namna gani, wapendwa watu wa Mungu? Haleluya. Mpaka wakati tutafinangwa na Mungu ndio tuweze kujifunza kutii. Haleluya. Najua naambianga watu injili hii wakati tunainena kama theory inakuanga ni tamu sana. Haleluya. Tunaiongeanga hiyo, unaona tunaongea tukicheka tu. Haleluya. Lakini ukiingia kwa hiyo darasa sasa, kuangi furaha. Haleluya. Hiyo darasa inakuanga sasa ni kuvinangwa life sasa. Ndio ingizo katika mahali Mungu anataka uingie. Kwa hivyo Mungu wetu atusaidie wapendwa. Heri tuweze kutii mapema, kwa sababu tusipotii mapema kuna darasa la Mungu la kufunza watu kuweza kuwa watiifu. Eti Kristo alifunzwa kutii kupitia kwa mateso aliyoyapata. Haleluya. Tukasema ndio uingie katika hatima yako, lazima upitie katika darasa la Mungu. Kristo ndio aingie katika hatima yake, akae mkono wa kuume wa Mungu Baba, aweze kuitwa kuhani mkuu wa milele na milele, ambao ambadilishwi. Alipitia katika darasa la kutii, na darasa la kutii lipitishwa katika mateso, ndio aweze kufunzwa kutii kupitia kwa mateso ambao yaliweza kumpata. Mstari wa 9, naye alipokwisha kukamilishwa. Haleluya. Alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Haleluya. Sio, unasikia sasa? Baada ya dhiki faraja, ndivyo anavyosema. Na kwa hivyo nao Kristo ndio aweze kufanyika sababu ya sisi kuokolewa na sisi kuweza kupata wokovu tukimutii. Unasikia, yeye alifinangwa akatii, na sisi ndio tuweze kupata wokovu huo kupitia kwa kumutii. Kupitia kwa kumutii na sisi tufinangwe tumutii. Sasa Kristo ndio afanyike hivyo. Alifanyika hivyo kwa sababu alikubali kufinangwa. Haleluya. Sasa shika, nimekwambia Wakristo wengi siku ya leo hawataki kufinangwa. Mtu akivinwa kidogo anakimbia kwa kanisa jirani. Huko ndio watu wavinangwa. Huko kwa Pastor Francis watu wanavinangwa sana. Watatuangalia kwa jirani kama watu wanavinwa namna hii. Haleluya. La ajabu, kama wewe ndio uko katika darasa la kuvinangwa, hata uende kwa nani utavinangwa tu. Haleluya. Hata ukimbie kwa mhubiri mkubwa namna gani, hata ukimbie kwa wahubiri wale tajika katika dunia mzima, ndio kwa kakande Uganda, utavinangwa tu, kwa sababu wewe ndio uko katika darasa. Unajua hiyo ndio shida watu wanakuanga nayo. Wakati mtu anaingia kwa darasa anakosa kuelewa, si mhubiri ako kwa darasa, ni yeye ako kwa darasa. Sasa anaanza kuona mhubiri ndio mbaya, anaanza kuona hiyo kanisa ndio mbaya. Siku hizi wengine unasikia anasema siku hizi hiyo pastor ana upako siku hizi. Kuna wakati niliambia watu, kuna wakati mikate inaishanga katika kanisa. Haleluya. Kuna wakati wa Kristo kupeana mikate tu, na kuna wakati mikate inaishanga. Ukisoma katika kitabu cha John chapter 6, maandiko inasema kwamba ukisoma hiyo chapter yote utakuta watu waliendea Yesu wakati walimwendea Yesu wakawaambia, ninajua hamnifuati kwa sababu mliona ishara, lakini najua mnanifuata kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Sasa Kristo akawaambia, sasa hakuna mikate tena, ni nini? Mkule mwili wangu na mkunywe damu yangu. Wakati Kristo aliwaambia hivyo, wengine wakasema amewatukana, wengine wakasema amekuwa rudi. Maandiko inasema ikimalizia, wengi wao wakarudi
wakarudi nyuma. Ndipo Yesu alikuwa anaulizia Petro, hata wewe unataka kurudi nyuma? Petro akamwambia, niende wapi? Na wewe ndio uko na uzima. Haleluya! Kwa hivyo kuna wakati Kristo anakataa kupeana mikate katika kanisa. Inakuwa ni wakati wa sasa watu wavinangwe waweze kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa sababu maandiko yanasema mlango ni mpana uendao upotofuni, na mlango ni mwembamba unaoingia katika uzima. Watu wengi sasa, nimekwambia shida, Wakristo wengi wa siku ya leo akivinangwa, anakimbianga kwa kanisa jirani. Anaona huko sasa kumekuwa kumbaya, hakuna mikate, anakimbia akitafuta kwenye kuna mikate, na huko sasa ndio watu wanapotelea. Haleluya! Mungu wetu atusaidie sana, kwa sababu maandiko yanasema kwamba kondoo mzuri usikia sauti ya mchungaji, nao mchungaji hujua kondoo zake kwa majina. Ukiona kondoo imeacha kusikia sauti ya mchungaji, jua hiyo ni kondoo imefanya nini? Imeanza kupotea. Haleluya! Sasa maandiko yametuambia Kristo aliweza kukamilishwa. Naomba mtanivumilia. Maandiko yametuambia mstari wa 9, eti naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu. Haleluya! Alipokwisha kukamilishwa, wakati alimaliza kukuwa perfected. Haleluya! So ndio uweze kukuwa sababu ya kile Mungu amesema utakuwa ulimwenguni, lazima ukuwe perfected.